Ndugu mabibi na mabwana, karibuni sana jioni ya leo au usiku wa leo ili tuweze kujifunza mambo muhimu kabisa katika ulimwengu wa fursa, ulimwengu ambao una changamoto nyingi sana, na hivyo kila wakati tunaangalia ni namna gani tunaweza tukazikabili ili hatimaye tuweze kuishi maisha yaliyo na utulivu kwa kiasi fulani. Na leo ni furaha yangu kuwajulisha kwenu au kuitambulisha kwenu kampuni ambayo inaitwa Renolife. Na katika presentation hii nitaenda kuwaonyesha Renolife ni nini, inafanya nini, kuna faida gani ya kuwa memba kwenye kampuni hii, na ni jinsi gani Renolife inaweza kubadilisha maisha ya mtu kabisa kabisa. Yeah. Renolife ni kampuni ambayo tumeipokea, imetoka China. Ni kampuni ambayo inadili na bidhaa za afya. Kampuni hii ilianza kufanya biashara zake kule China ikiwa kama kampuni inayozalisha tu bidhaa na kuuza madukani kawaida, lakini baadaye wameamua kupanua masoko na kuamua kufanya biashara yao katika mfumo wa kushirikishana au tunapenda kuita kwa lugha rahisi MLM au network marketing. Lakini kampuni hii haijaja sokoni kizembe, haijaingia kizembe. Cha kwanza walichofanya, walifanya utafiti mkubwa sana na kuangalia ni nini makampuni mengine ya product yanafanya, yana mapungufu gani, ili wao watakapokuja sokoni waweze kuliteka soko kwa urahisi. Nafikiri hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana. Hata wewe kama unaanzisha biashara yako binafsi, kufanya utafiti kuhusiana na wote wanaofanya biashara inayofanana na ya kwako, ili uone ni kwa namna gani wewe utaenda kuingia sokoni na uweze kuwachukua wateja wote. Na miongoni mwa mambo machache ambayo waligundua au waliyaona kama ni mapungufu na wakaona wakiyafanyia kazi watafanya vizuri sana, ni kuhusiana na ubora wa product mbalimbali ambazo ziko kwenye masoko. Utafiti wao uliwaonyesha kwamba kampuni nyingi zina majina makubwa, lakini ubora wa product zao ni mdogo sana, au wao walisema ni product ambazo hazina hadhi ya kuuzwa kwa bei zinazouzwa. Kwa hiyo wakagundua kwamba wakija na product nzuri ambayo inafanya kazi kikamilifu, basi wataweza kuliteka soko. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo waliliona, waligundua kwamba katika biashara nyingi ambazo zinafanya biashara kwa mfumo wa ushirikishwaji au network marketing au MLM, zimembana sana yule mtu ambaye ni msambazaji, yule ambaye ndo anaitangaza vizuri biashara. Yaani amebanwa katika njia ambayo si rahisi kwake kutengeneza mapato ambayo yatabadilisha maisha yake. Kwa hiyo watu wengi ambao wamekuwa wakifanya kampuni za product wamekuwa ni watu ambao wanafanya kazi miaka mingi sana, lakini hakuna changes kabisa zinazotokea kwenye maisha yao. Kwa nini? Ni kwa sababu kampuni nyingi zinabeba fedha nyingi kupita kiasi na kuacha watu hawana chochote. Kwa hiyo Renolife wakasema hilo tunakuja kulibadilisha, na tuhakikishe yeyote ambaye atajoin katika kampuni yetu na kuwa kama msambazaji, basi atafaidika kwa njia kubwa sana. Na hilo nitawaonyesha waziwazi kwenye presentation yetu ya leo. Jambo lingine ambalo waliliona ni kwamba kampuni nyingi ambazo zina product na zina wasambazaji zina shida kubwa sana kwenye malipo. Yaani unaweza ukafanya kazi alafu unaambiwa pokea malipo mwisho wa mwezi. Sasa si ni bora tu mwajiriwa? Kwa hiyo wakaona waweke mfumo ambao una uwezo wa kulipa papo hapo, na mfumo huu ni mfumo ambao unategemea teknolojia ya blockchain. Kwa hiyo malipo yote ambayo yanafanyika hapa, iwe unalipa au iwe unanunua, ni instant, yani yanalipwa papo hapo. Kwa hiyo hiyo ni changamoto nyingine ambayo imetatuliwa katika yale ambayo waliona ni mapungufu kwenye kampuni nyingi sana ambazo zinafanya biashara. Kwa hiyo kama yote haya yametatuliwa, basi unaweza kuona kwamba kuna fursa kubwa hapa, na mimi niko tayari kwa ajili ya kukuonyesha kila kitu kimoja baada ya kingine. Basi tuanze. Sasa kuna fursa gani hapa katika Renolife? Hii ni kampuni kwanza ni ya kimataifa, lakini ni kampuni ambayo inaaminika katika teknolojia ya kisasa ya kurejesha afya. Tunaita ni regenerative biotechnology. Hiyo ndiyo kazi ambayo wanafanya. Kwa hiyo si kutibu kama matibabu mengine ya kisasa tuliyozoea, bali hapa teknolojia yao imebezi hasa katika kuirejesha afya ya binadamu. Inatoa suluhisho la kuboresha maisha kupitia teknolojia ya stem cell. Kumbuka hii ni teknolojia ya kisasa kabisa, ndio matibabu bora zaidi duniani sasa hivi, pamoja na kuwawezesha watu kiuchumi kwa kutumia mifumo ya biashara iliyo halali na yenye maadili. Zingatia uhalali
na maadili. Tunapozungumzia swala kama hili, watu ambao tumepita kwenye crypto huko, tunajua hili ni swala ambalo halizingatiwi huko. Ndio maana unakuta watu wengi sana wanaenda kupoteza fedha, wanafanya kazi kwa jasho, lakini baada ya muda hawapati fedha tena, kwa sababu hakuna uhalali wala hakuna maadili kwenye mambo yetu hayo ambayo tulikuwa tumeyazoea. Kwa sasa tumepata kitu sahihi. Bidhaa kuu katika kampuni hii ya Renolife tutaenda kujifunza, lakini utaona kuna tofauti kubwa kati ya bidhaa zetu na bidhaa zingine, kwa sababu kwanza bidhaa zetu ni za asili kwa 100%, ni natural, lakini zina ubora wa hali ya juu sana katika teknolojia ya kurejesha afya. Kila bidhaa hapa imeandaliwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa ili kutoa matokeo halisi na yanayoonekana katika afya yako, nguvu ya mwili na hata namna ambavyo unaonekana. Sasa tuitazame bidhaa ya kwanza ambayo inaitwa Renocell Plus. Hii ni bidhaa ambayo ni stem cell, imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya stem cell. Ni teknolojia ambayo wengi wameanza kuifahamu kwa sababu kuna kampuni nyingi zina product ambazo ni stem cell, lakini utaenda kuona hii ni stem cell ya pekee sana. Sasa hii stem cell ya Renocell ni tiba ya kimapinduzi katika jamii za stem cell zote ambazo ziko masokoni, na hii inatokana na mimea kwa 100%. Kazi yake ni kurejesha upya seli za mwili wa mwanadamu. Kama unavyojua, mwili wote wa mwanadamu umeundwa kwa aina mbalimbali za seli. Damu yako ni seli, mifupa, nyama, chochote ulichonacho ni seli. Sasa seli za mwanadamu huwa zinazeeka au zinakosa nguvu, na maradhi mengi yanaposhambulia seli ndipo mtu hupata maradhi kama kisukari, maradhi kama pressure, maradhi kama saratani, maradhi kama sickle cell na kadhalika. Maradhi yote ambayo yanamsumbua mwanadamu yanatokana na udhaifu wa seli. Kwa hiyo Renocell inasaidia kuharakisha ukarabati wa tishu za mwili, inaamsha upya mfumo wa kinga ya mwili. Kwa hiyo mwili unajitibu wenyewe kutoka ndani, unajitibu kiasili kwa sababu umerejeshewa ile nguvu zaidi ya nguvu ya ujana. Kwa hiyo maradhi yote ambayo yamekuja yanaondolewa na mwili wenyewe kwa kupitia nguvu ambazo zinarejeshwa kupitia teknolojia hii ya stem cell ambayo imetengeneza product yetu inayoitwa Renocell Plus. Ina mchanganyiko wa vitu kama 20 ikiwemo tufaa la Uswizi au Swiss apple, kuna super berries, kuna dondoo au extract za stem cell ya zabibu na vitu vingine adimu vipatavyo 20. Kwa hiyo hii Renocell ina mfumo wenye nguvu ambao unapambana na kuzeeka katika kiwango cha seli. Mnajua kadri umri unavyoenda mwanadamu anaendelea kuzeeka, na kuzeeka maana yake ni kwamba seli zako za mwili zinapungua nguvu kabisa hatua kwa hatua. Lakini hii Renocell inapambana na kuzeeka kwa sababu inaenda kuzipa seli nguvu mpya, inaimarisha afya ya viungo vya mwili, inaongeza kasi ya uponyaji wa asili wa mwili. Ndio maana basi kwa muda mfupi watu wengi ambao wamejaribu kutumia Renocell wamepiga vigelegele sana, yaani wamesema sasa tumepata mkombozi. Tumeona testimony nyingi sana za kufurahisha, na hii ikatuonyesha kabisa kwamba tuna kila sababu ya kuwapatia watu wengi kadri iwezekanavyo bidhaa hii, kwa sababu tunajua maradhi ni moja ya changamoto kubwa sana kwa watu wengi. Kila mmoja ana maradhi yanayomwathiri. Kwa hiyo kwa jinsi Renocell ilivyotengenezwa, ni bidhaa bora sana ambayo anaweza kutumia mgonjwa na anaweza kutumia mtu ambaye anafikiri ana afya, na hakika utakapoitumia kwa siku kadhaa utakubaliana na mimi kwamba kwa kweli hii ni product ambayo inaenda kufanya kazi kubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo hii ndio bidhaa yetu kuu hapa, na hii ndio bidhaa ambayo tayari tumeona matokeo yake. Tuna bidhaa zingine ambazo zinakuja kwa hapa Tanzania, soko la Tanzania zinakuja, bado hazijaingia rasmi, ambayo ikiwemo hii Reno Anti-Aging. Hii sitaielezea sana, lakini ni mafuta maalum ambayo yanapenya kwenye ngozi, yanapenya kwa kina hadi kwenye tabaka za ndani za ngozi, ili kuondoa zile dalili za uzee zile, ile mistari mikunjo na nini, inaondoa, inarejesha ngozi katika mng'ao wa utoto, ngozi inakuwa mpya kabisa. Ni bidhaa nzuri sana, na itakapofika wengi watapenda kuitumia. Bidhaa nyingine iliyopo ni hii inaitwa Reno Power Coffee. Hii ni kahawa maalumu kwa ajili ya wanaume, imeandaliwa mahususi kwa ajili ya nguvu
na utendaji wa mwanaume, kwa sababu inamuongezea nguvu ya mwili kwa muda mrefu, inaboresha umakini wa akili na inaongeza ustahimilivu wa mwili. Kwa hiyo bwana, mwanaume akianza na chai hii asubuhi au kahawa hii asubuhi, siku yake nzima inakuwa ni siku bora sana, kwa sababu kila kitu atakifanya kwa njia bora sana. Na bidhaa nyingine ni hii hapa, inaitwa Renofem Coffee. Hii ni kahawa kwa ajili ya afya ya jumla ya wanawake, na kazi yake ni kubwa sana. Wanawake wengi wana tatizo la hormone imbalance. Hii inasaidia kusawazisha homoni, lakini inaongeza nguvu za mwili, ule uchovu, kujihisi uvivu na kadhalika vinaondoka. Inatoa nishati taratibu. Nishati yake ina lishe ambayo inalisha seli zako ili kukusaidia kukabiliana na shughuli za kila siku. Inapunguza usumbufu wa kawaida kwa wanawake na kuimarisha ustawi wao wa kihisia. Ni kahawa nzuri sana, naamini kila mwanamke atakayeionja ataifanya kuwa kinywaji chake namba moja. Pia kuna kahawa ambayo inaweza kutumiwa na watu wote na familia nzima, inaitwa Reno Universal Coffee, na hii kazi yake kubwa ya kwanza ni kuondoa vijisumu kwenye mwili wa mwanadamu. Tunajua mwanadamu anakumbana na vitu vingi sana ambavyo vinaleta sumu kwenye afya yake, ikiwemo vitu tunavyokula, tunavyokunywa, hewa tunayovuta, mwanga wa jua unaleta sumu kwenye mwili ambazo zinahitaji kutolewa ili afya yako iwe bora. Kwa hiyo hii ni moja ya antioxidants nzuri sana. Kwa hiyo inatoa lishe, inatoa afya bora na kuimarisha kinga ya mwili kwa familia nzima. Hata watoto wanaweza kuitumia hii kwa sababu imejaa virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mwili ujisafishe na kuboresha utendaji wa ndani wa mwili wa jumla. Na imani kabisa kwa wale ambao wanapendelea vinywaji kama hivi, vinywaji vyenye afya, watakuwa wamepata kitu bora sana katika afya zao. Kwa hiyo hizo ndizo bidhaa kuu ambazo zimetangazwa, wameingia nazo sokoni, lakini wana bidhaa nyingine nyingi ambazo baada ya hizi watazileta rasmi katika masoko. Tunatazamia mengi mazuri kutoka katika kampuni hii ya Renolife. Sasa twende moja kwa moja tukatazame fursa. Ingawa kwa watu makini tayari kwa ubora wa product hizo wameshaona fursa. Ni product ambazo unaweza kuanza. Na uzuri wa biashara kama hizi ni biashara ambayo haikuhitaji kuanza na mtaji mkubwa sana. Tuna watu wengi ambao wanapata shida ya kuanzisha biashara kwa sababu mitaji walionayo ni midogo sana, au wana mitaji au hawana kabisa mitaji. Kwa hiyo hapa leo nitakufundisha hata siri ya kuanza biashara bila mtaji. Tuone fursa. Hapa unaenda kupata fursa ya kwanza, kubadilisha afya yako na kipato chako kwa wakati mmoja. Kwa hiyo unaenda kuboresha afya, unakuwa na afya nzuri, lakini unaenda kuwa na uchumi mzuri kupitia Renolife. Mfumo wetu wa biashara umethibitishwa na unakupa zana zote ambazo unahitaji ili kufanikiwa kama msambazaji au msambazaji huru. Sasa hapo utaenda kufurahia kipato kisicho na kikomo, malipo ya kila siku, na pia si hayo tu, kutakuwa na jamii kubwa sana ya kimataifa ambayo inakupa backup au inakusapoti. Unashiriki bidhaa ambazo unazipenda na wakati huo huo unajenga urithi wa uhuru wa kifedha kwa familia yako pia, si kwako peke yako. Kwa hiyo unaweza kuona naenda kukupa kitu ambacho utakapokielewa vizuri kinaenda kukutengenezea urithi wako na wa familia yako yote. Sasa unaenda zaje kuanza na Renolife? Kuwa mwanachama kwanza. Sasa hapa hatua ya kwanza kabisa utapewa linki, yani utapewa kiunganishi kutoka kwa yule ambaye amekualika ili uweze kujisajili na kuingia ndani ya mfumo. Lakini ili uwe hai, uweze kuwa active, unatakiwa uchague kifurushi chochote kati ya hivi vifuatavyo. Kuna vifurushi 6. Kifurushi cha kwanza kabisa kinaitwa basic, cha pili kinaitwa bronze, silver, platinum, gold na diamond. Kwa hiyo wewe una uhuru wa kuanza na chochote. Watu wengi naona wanaanza na hiki cha kwanza, lakini wengine wanaanza na cha pili, lakini wenye uwezo wanaanza na hata hiki cha diamond. Gharama zake sio kubwa. Kifurushi cha basic ni $70, ambayo ukibadilisha kwa chenchi, inategemea chenchi inabadilikaje, ni kati ya $189 hadi $200. Unakuwa umeanza. Na hapa utapewa boksi moja la Renocell lenye sachet 30 ndani yake. Ukiamua kuanza na bronze ni mara mbili yake, ni $140, ambayo ni karibia $378 mpaka $400 ikitegemea na chenchi ya dola, haizidi hapo. Hapo utapewa maboksi mawili ya Renocell.
na ukiamua kuanza na silver itakuwa ni dola 350 sawa na shilingi 945 hivi, na hapo utapewa maboksi 6 ya Renocel. Package ya mwisho ni Diamond ambao ni dola 2100 ambao ni sasa na milioni 5,670 hivi. Utapewa maboksi ya 40 ya Renocel. Sasa kwa nini uanze na package kubwa, au kwa nini utahitaji package kubwa, au kwa nini utaanza na package ndogo, nitakueleza vizuri, lakini hapa unakuwa tayari wewe ni member, wewe tayari ni mwanachama hai wa Renocel na uko tayari kuanza kufaidika kikamilifu na vyote ambavyo vinapatikana hapa. Sasa nitakuonyesha vipengele 10 vya mapato, na hivi vitakupa uwezo usio na kikomo wa kipato. Mpango huu wa malipo umebuniwa kimkakati kabisa ili kukusaidia wewe kuunda utajiri ambao ni endelevu, utajiri wa muda mrefu. Sio zile fursa ambazo unatengeneza hela nyingi lakini kwa muda mfupi alafu inaondoka, unarudi kwenye umaskini tena. Hapana, hapa unatengeneza njia ambayo kila siku kipato chako kitaendelea kuongezeka kadri ambavyo unaendelea na kadri ambavyo biashara inaendelea. Kwa hiyo wewe ni mwajiriwa au una shughuli zako, unataka kipato cha ziada au huna kazi nyingi, unahitaji kufanya hii kwa muda wote, unataka kuijenga biashara mpaka ifikie kimataifa, basi Renolife inakupa fursa na njia ya kufanikisha jambo hilo. Sasa tuangalie hayo mapato niliyoanza kukwambia. Kwanza kabisa kuna kitu tunakiita ni mapato ambayo unapokea papo hapo. Yaani ni papo hapo, kazi inafanyika na pesa inaingia hapo hapo. Kwanza kuna bonus ya rejareja. Iwapo utaamua kuuza bidhaa au utamuuzia mtu iwapo utamuuzia mtu bidhaa yoyote, labda boksi la Renocel, yani pale pale utapata faida ya dola 20. Yani boksi moja lile la Renocel ukiliuza wewe ukiwa tayari ni memba, utapata faida ya dola 20 kwa boksi moja tu, ambayo hii ukibadilisha haipungui shilingi 52,000 za Kitanzania. Kwa hiyo utakuja kukuta wewe unapata bidhaa kwa bei ya chini na wewe unaweza kuuza kwa bei ya rejareja. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kuna bonus ya kumsajili mtu moja kwa moja. Kwa nini umsajili mtu? Unapomsajili mtu anakuwa ni mfanyabiashara mwenza na mnakuwa mnafanya kazi kwa pamoja. So atakapolipia package yake wewe utalipwa 25% papo hapo. Kila unapomsajili mwanachama mpya wewe utapokea 25%. Kwa mfano akijiunga kwa dola 70 wewe unapata dola 17.5. Hii ni sasa na 25% ya dola 70, ambayo ni sasa na shilingi ngapi za Kitanzania? Ukizibadilisha haitapungua 45,500. Kwa hiyo hizi ni bonus ambazo unazipata papo hapo. Sasa hizi ni rasha tu. Utajiri wa kweli unajengwa kupitia zile commission za timu. Tutaenda kuziona moja baada ya nyingine. Sasa tuone ukuaji ambao huu kwa Kiingereza wanaita ni exponential growth, au kwenye Kiswahili hapa tumekosa Kiswahili chake, lakini hapa huu ni ukuaji ambao ni wa hali ya juu, ni wa kasi, ukuaji wa kasi. Kwa mfano kuna ukuaji wa kawaida, yani ile unatoka 1 unaenda 2 unaenda 3 unaenda 4. Kwa hiyo kama ni line unachora inakuwa inapanda taratibu. Lakini kuna ukuaji ambao ni tofauti, tunauita ni exponential ambapo ukitoka 1 ukienda 2 hauendi 3 unaenda 4, alafu ukitoka 4 unaenda 8, ukitoka 8 unaenda 16. Hiyo tunaita ni exponential growth. Kwa hiyo ukuaji huu hapa unafananishwa hivyo kwa sababu utaona jinsi unavyoenda kukua, na hapa panategemea nguvu ya duplication. Duplication ina maana yule utakayemwalika afanye kama ulivyofanya wewe. Sasa unahitaji nini? Unahitaji kujenga miguu miwili tu, yani mguu wa kushoto pamoja na mguu wa kulia, na wale unaowajoin nao waendelee hivyo hivyo. Kwa hiyo jinsi timu yako inavyozidi kujirudia, mauzo yako na commission vitaongezeka kwa kasi kubwa sana. Hiyo ndio tunaita ni exponential growth. Kwa hiyo wewe ukiwa hapa unahitaji watu wawili, na hawa nao wataleta wao wawili, na huyu ataleta wake wawili. Kwa hiyo timu yako itazidi kukua hatua kwa hatua magically, na hatimaye utakuwa na msururu wa watu maelfu kwa maelfu chini yako. Sasa uone commission ya kwanza ambayo inatokana na hiyo nguvu ya duplication, na hapa pana ukuaji wa kasi. Hii mimi kwa utafiti niliofanya kwa muda mfupi nimeona kama hii ndio bonus kubwa zaidi ambayo mtu anaweza kuwa anatengeneza. Yaani hapa ndio pa kutengeneza utajiri wa hali ya juu. Sasa
Nini maana ya binary? Binary maana yake ni vitu viwili, vitu vilivyokaa viwili viwili. Hapa utapata 15%. Twende taratibu ni kuonyeshe. Unapata hii kamisheni ya 15% kutoka kwenye jumla ya mauzo, yani ile volume ya mguu wako ambao ni dhaifu. Kumbuka una miguu miwili, kushoto na kulia. Sasa ule mguu mdogo ndio unaohesabu hiyo 15%, na hii inahesabu pointi zote kuanzia juu mpaka chini kabisa, tunasema ni bila kikomo, au wazungu wanasema to infinity. Na hizi ndizo tunaziita PV, point value. Watu wengi ambao wamefanya na kampuni za product, kuna kitu kinaitwa PV. Sasa point value za Renocell zinatokana na wale watu ambao wanajoin chini yako, na hapa hakuna upotevu wa point. Kuna kampuni nyingine ambazo unaambiwa kuna masharti usipoyatimiza pointi zako zinapotea. Sasa hii haipotei na malipo yanalipwa papo hapo, yaani mfumo wao ambao umewekwa kwenye blockchain una calculate haraka sana na kukulipa pale pale ambapo fedha imeingia. Na malipo haya yanaanza na PV 70. Point value 70 inatokana na dola 70 ambazo mtu ameanza, ambao kile kifurushi kidogo cha chini. Kwa hiyo kila upande ukiwa na pointi 70, upande wa kushoto na upande wa kulia, unapata 15% ya hizi pointi 70 kama dola, ambayo ni sawa na dola 10.57. Sasa 10.57 ni 15% ya 70. Kwa hiyo hizi tayari zimebadilika, zimekuwa pesa. Tunafanya hivi, PV 70 mara 15%. Kwa hiyo hizi ni dola 10.5 ambazo ni sawasawa na shilingi 27,000. Kwa hiyo turudi hapa juu kidogo nikuonyeshe hapa. Tuseme wewe umejoin hapa, halafu mtu wa kulia hapa anakulipa direct bonus, lakini anakupa point pia 70. Hizi point 70 anapoingia huyu haulipwi kwanza, anakuja kuingia mtu mwingine hapa, haijalishi ameingia na kifurushi gani. Hata kama ataingia na kile cha pili kina pointi 140 kwa sababu ni dola 140. Kwa hiyo huku kutakuwa ndo mguu dhaifu na pointi 70. Kwa hiyo utapigiwa 15% ya hizi 70. Kwa hiyo 70 huku na 70 huku utapewa 15% yake, ambayo ni sawa na dola 10.5. Kwa hiyo huku zile 70 za kwanza zitatoka, zitabaki zingine 70. Lakini vipi huyu akimleta huyu? Atamlipa huyu direct bonus, lakini huyu atapata pointi 70, lakini wewe pia utapata pointi 70 kutoka kwa huyu mjukuu huku. Ndio maana tukasema hizi pointi zinaenda na timu yako to infinity, yani mpaka mahali pasipohesabika. To infinity maana yake hakuna mwisho. Maana yake kadri timu yako inavyoendelea huku, yoyote atakayeingia upande wowote, iwe ni upande huu wa kushoto na timu yako yote, au iwe ni upande huu wa kulia na timu yako yote, watakulipa zile pointi 70, au kama wanaingia na vifurushi vikubwa, kila kifurushi kinakuwa na pointi kulingana na thamani yake. Kwa hiyo hapa utakuwa unakuta unapokea pesa nyingi sana za binary, kwa sababu kutakuwa na pointi huku na kunakuwa na pointi huku. Na hapa wacha nitumie fursa hii kukuonyesha kitu kingine. Hapa huu ndio mfumo pekee ambapo pia upline anaweza kufanya kazi na ikamsaidia hata downline. Naposema upline namaanisha yule aliyekupa biashara na wale waliomtangulia wanapofanya kazi wanawasaidia hata wale ambao wamekuja kule chini. Namna gani? Tuseme huyu hapa ni wewe na umemshirikisha mtu wako wa kwanza na wa pili, lakini bado una marafiki wengi ambao unaweza kuwashirikisha. Una watu wengi hata usiowajua, yaani wewe una uwezo wa kumwonyesha mtu biashara. Sasa ukimsajili mtu wa tatu ataenda wapi? Ukimsajili mtu wa tatu, kama umemchagua aende upande wa kulia, ataenda chini ya huyu, kwa hiyo atakuja hapa. Kama umemchagua aende upande wa kushoto, atakuja hapa, iwapo huyu bado hajaweka mtu, na kama huyu tayari ameweka watu, atashushwa chini ya huyu hapa, ataenda huko chini. Sasa huyu atafaidika nini? Na huyu mtu ambaye wewe ndio umemsajili atapata zile pointi pia. Kwa hiyo mtu akishushwa chini, wale wote ambao wako upande wake watapata zile pointi ambazo ameingia nazo, na watalipwa binary watakapo mechi na mguu wa pili. Kwa hiyo umeweza kuona hapa, ndio maana kuna watu ambao huwa nawaambia ukipewa hii biashara jisajili kwanza, alafu hakikisha una activate. Kwa nini? Kwa sababu unapojisajili ile position yako itakuwa pale pale na watu wengine watashuka chini yako. Kwa hiyo utakuja kujikuta baadaye una kitu kinaitwa, watu walioshushwa wanaitwa spillovers. So hapa nimeonyesha jinsi ambavyo unaweza kutengeneza pesa kwenye binary.
Sasa hapa nimetengeneza chati ya kukurahisishia. Unaweza ukaona hapa direct bonus na huu upande huu unaonyesha binary bonus. Iko hivi. Iwapo mtu utajoin kwa basic, iki match atakulipa $17.5 hizi kama direct bonus. Lakini upande wa binary, huyo mtu kwa wakati ule ule atakulipa tena $10.5. Akianza na kifurushi cha bronze ni $35 kama direct bonus, ambao ni sasa, hii ni 25% ya kila alichotoa. Lakini kwa upande wa binary atakulipa $52.5. Ndio zinaendelea kukua hivyo. Hatimaye mtu wa diamond atakulipa $525 kama direct bonus, lakini binary bonus atakulipa $315. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba direct bonus utazipata kwa wale watu utakaowaunga moja kwa moja kwa link yako, lakini binary bonus utazipata kwa watu uliowaunga direct, wale watakaoungwa na watu wako pia, lakini utazipata pia kwa watu ambao wanaletwa kwako kwa sababu ya spillover. Yaani wale ambao wanasajiliwa na uplines wanatafutiwa position kule chini, utakuta unapata pesa zako za binary hapa. Kwa hiyo binary bonus itakumwagia pesa nyingi sana. Na hapa nataka nikuonyeshe kitu kingine muhimu sana ambacho kitakusaidia ili uweze kupata binary nyingi kadri timu yako inavyozidi kukua. Na hapa ndio umuhimu wa kujua kwamba nianze na kifurushi gani au niende kwenye kifurushi gani. Kwa nini kuna faida kwenye vifurushi vikubwa zaidi ya vile vidogo? Tukianza na hichi kifurushi cha basic ambacho uliingia kwa $70. Sasa hiki kwenye pea za binary kwa siku zitakupa pea 5 tu, itakuruhusu upokee pea 5. Pea 5 maana yake ni nini? Pea moja ya binary ni $70. Ni pointi 70, sio $70, ni pointi 70 ambazo zinakupa $10.5. Kwa hiyo ukishapokea $10.5 mara 5 siku hiyo, zingine zikija hazitalipwa, zitapotea. Kwa hiyo wewe utaishia kutengeneza kiasi gani kwa siku? Maximum utatengeneza $52 tu. Maana yake ni 10.5 mara 5. Utatengeneza $52.5 kikomo. Kwa hiyo unaona una haja ya kupanda, kwa sababu kwa siku hutazidi $52 iwapo utabaki na package yako ya basic, na kwa mwezi hautatengeneza zaidi ya $1575. Hii itakuwa ni maximum. Pointi zingine zitapotea iwapo timu yako inaendelea kukua. Lakini kifurushi cha bronze ndio kitakuruhusu uweze kupokea mpaka pointi 70 PV, upokee pea 10 za PV ambazo ni PV 700, ambapo maximum ni $105 kwa siku na kwa mwezi ni $3150. Lakini utaona kumbe kadri timu inavyozidi kukua, binary zitakuwa nyingi sana, unahitaji kuendelea ku upgrade. Ukienda kifurushi cha silver utapokea pea 20, kifurushi cha platinum pea 50, kifurushi cha gold pea 150, kifurushi cha diamond ambacho ndio cha mwisho utapokea pea 500 kwa siku, ambapo hii ni sawasawa na $5250 kwa siku, sawa na shilingi milioni 14. $5,000 ni milioni 14,175 hivi, ambapo kwa mwezi maximum utatengeneza $1,157,500 iwapo utakuwa na package hii kubwa. Kwa hiyo kumbe kuna umuhimu wa kuendelea ku upgrade iwapo unataka kujenga biashara hapa. Kila unapoongeza unapopanda package inayofuata, basi wewe unakuwa unaongeza uwezo wako wa kupokea pea nyingi zaidi za binary. Sasa uzuri ni kwamba unapo upgrade unapewa package zako za RenoCell. Kwa hiyo hii sio pesa unayotoa au unawekeza, hapana. Unapewa product zenye thamani zaidi. Na yule mtu anayeanza na Diamond anapata mabox karibu 40. Hebu wazia. Kwa hiyo unapopanda wanakupa yale yaliyosalia, Kwa hiyo wewe utayarudisha sokoni kama uwezi kuyatumia, na ile pesa pale ulipoitoa itarudi, na hatimaye utakuta tayari umeshapanda level. Kwa hiyo hakuna maumivu, hakuna uchungu. Kila kitu unachofanya hapa kinaenda na thamani halisi ya fedha yako, muda wako, na kila resource ambayo utakayotumia inakuwa paid back. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa ndio kwenye binary. Natumaini mmenielewa vizuri sana. Unaweza kwenda pale kwenye box chat kama kuna kipengele hujaelewa, andika, nitakufafanulia vizuri zaidi baadaye.
Sasa bado ile nguvu ya duplication au tunasema kujirudia, kadri timu yako inavyoendelea kuongezeka na kukua, kuna bonasi zaidi ambazo Reno-Life wamekuandalia. Bonasi nyingine inaitwa bonasi ya Unilevel, ambapo hapo utapata hadi 22%. Sasa Unilevel ni fedha utakazozipata wapi? Hapa unaenda kupata 1% ya mapato kutokana na jumla ya manunuzi ya kurudia, tunasema ni repurchases, kadri watu wanavyoendelea kununua product chini yako. Sasa hawa wanatokana na wale watu uliowasajili direct pamoja na timu zao zinazowafuata nyuma. Hautalipwa kutokana na wale waliokuja kwa spillover. Hapa ni wale wa kwako direct na timu zao. Kwa hiyo utakuwa unalipwa zile repurchases kwa sababu kadri watu wanavyotumia product watakuwa wanaendelea kuagiza tena na tena, na mfumo wetu wa kuagiza unaagiza moja kwa moja ndani ya system. Kwa hiyo utakuwa unahesabiwa zile faida unapokea kama ifuatavyo. Na hapa package yako pia itaamua wewe unapokea mpaka level ya ngapi. Ukiwa na basic utapokea kizazi chako cha kwanza na kizazi cha pili, ambapo kizazi cha kwanza utapokea 5% na kizazi cha pili utapokea 4% ya fedha zile ambazo wanapata kutoka kwenye repurchase. Ukiwa na bronze utapokea kizazi mpaka kizazi cha 4, ambapo kizazi cha 3 utapokea 3%, kizazi cha 4 2%. Basi kadri unavyopanda huku zitaongezeka 1% mpaka kizazi chako cha 12. Ili uqualify kuanza kupokea hii, unahitaji uwe at least na watu wawili kushoto na kulia. Hakuna masharti mengi hapa. Hii ni biashara rahisi kuliko zote ambazo umewahi kukutana nazo. Kuna bonus nyingine, ndio iko wapi? Hii hapa. Hii inaitwa ni bonus ya team matching. Sasa hii inatokana na nini? Wale watu uliowasajili direct pamoja na timu zao, kila mara wanachama wale uliowaalika wanapopokea zile bonus zao za binary, yani kule kwao imemechi wamepokea, imemechi imepokea, na wewe unapokea 1% ya kile ambacho wanapata. Lakini si wanapopokea binary tu, hata wanapopokea hii bonus tuliotoka kuizungumzia, hii ya matching, hii hapa ya Unilevel, na wewe utakuwa unapata hii bonus ya team matching. Iko hivi, ikiwa pia una basic, na hapa pia package yako itakucontrol. Kila level ambayo utapokea inategemea wewe uko package gani. Ukiwa basic utapokea level 1 5%. Ukiwa bronze utapokea level 2 mpaka level 2 ambao utapokea level 1 5% na level 2 3%. Kwa hiyo zitakuwa zinaongezeka, utakuwa unapokea na level za chini mpaka level ya 6 iwapo wewe unamiliki package ya Diamond. Kwa hiyo unaweza kuona ukubwa wa package yako unaathiri pia mapato yako ambayo utakuwa unayapata baadaye. Lakini kama tulivyozungumza, kwa upgrade ni simple na hakuna chochote ambacho unapoteza. Natumaini unanipata vizuri sana. Basi tukiachilia mbali hizi fedha ambazo ni za moja kwa moja zinazokuja kwenye system yako, twende tuangalie viwango vya uongozi, kwa sababu kama una team chini yako, basi wewe unaanza kuonyesha sifa ya kuwa kiongozi, kwa sababu iwapo wewe sio kiongozi, basi huwezi kumwonyesha mtu yoyote fursa. Pia unapoweza kumwonyesha mtu fursa, basi unaenda kuwa kiongozi na Reno-Life wanakutambua. Kwa hiyo katika Reno-Life juhudi zako za uongozi na kujenga timu zinalipwa, tena zinalipwa kwa kiwango kikubwa sana, na hizi zinategemea mauzo yako, volume ambayo unapata. Kwa hiyo wewe kadri unavyokusanya mauzo yako yanavyoendelea kukua na kusaidia timu yako kufanikiwa, unapanda kwenye viwango vyetu vya heshima. Kila kiwango kipya kinafungua bonasi kubwa za fedha za mara moja ambazo unalipwa once, lakini viwango vya juu zaidi kuna zawadi za kipekee za maisha, yani zile tunaziita lifestyle incentives, ambazo zimeundwa kukuhakikishia kweli maisha yako yanaenda kubadilika. Basi tusipoteze muda hapa, twende tuone. Sasa wewe unavyofanya kazi, unaingiza fedha kwenye system, yani unakuwa unapata faida. Siku ukitengeneza faida ikafika $2,000, wewe tayari ni kiongozi na wanakuita ni associate leader, na utapewa zawadi ya fedha taslim $50 kukutambulisha kwenye cheo chako kipya. Kipato chako kikiongezeka ukafikia $5,000, unakuwa unaitwa junior leader na utapewa zawadi ya $150 taslim kama zawadi ya kukutambulisha katika cheo chako hicho kipya. Kadri kipato chako kinavyozidi kupanda, ukifika $10,000 kama faida, unaitwa leader officer,
lead officer. Lead officer utapewa zawadi papo hapo ya dola 400 kama zawadi yako, na hapo timu yako inaendelea kukua. Ukifikia kiwango cha dola 50,000 kama faida ulizotengeneza za kwako binafsi ndani ya mfumo, unakuwa senior officer, na hapo utapewa zawadi ya dola 1,500. Basi baada ya hapa kampuni inaanza kukuona wewe kuwa ni kiongozi ambao unahitaji mafanikio kweli kweli, na ndio maana umefikia viwango hivi. Na utakapofika faida ya dola 100,000 utakuwa ni chief officer, utapewa fedha taslim dola 5,000 na utakuwa ni mshindi wa gari. Utazawadiwa gari yako ya lifestyle safi sana ya kutesa kitaa. Ukifikisha dola 250,000, basi hapa utakuwa umefikia level ya kupata dola taslim dola 20,000, na utakuwa umeandaliwa safari ya kimataifa ya kukuridhisha. Yani kutakuwa na safari kubwa sana ya kimataifa ambayo utapaswa kusafiri kwenda kula maisha nchi za wengine, ukajionee maajabu ya dunia kwa macho yako wewe mwenyewe. Lakini ukifikisha dola 500,000, sasa hapa unaitwa senior executive director. Zawadi utakayopewa taslim ni dola 50,000, lakini hutapewa hiyo tu, utapewa na jumba la kifahari. Hapa kwenye ile PDF ya Kiingereza wameandika Villa Award. Kwa hiyo sijui kama villa ni jumba la kifahari, nafikiri ndivyo. Utapewa jumba lako la kifahari. Kwa hiyo kama unafikiria kuwa na ndoto za nyumba nzuri sana zaidi ya hiyo ulionayo, au huna nyumba unatazamia kuwa na nyumba, basi itazame vizuri kwa jicho la fursa hii Renolife. Na utakapofikisha dola 1,000,000 kama faida uliotengeneza kwenye timu yako, kwenye account yako, ambayo obviously inatokana na timu yako, wewe ndio, hichi ndio cheo cha mwisho kinaitwa Chief Executive Director, ambapo unapokitimu kwanza utapewa taslim dola 100,000 kama zawadi. Lakini wewe unakuwa ni lifetime earner, unakuwa unalipwa siku zote za maisha yako katika kampuni hii. Yani unakuwa ni kama shareholder au unakuwa kama ni sehemu ya wamiliki. Kwa hiyo hivi vyote utavipata iwapo tu utaanza hatua ya kwanza, kwamba umeijua vizuri Renolife, lakini umeamua kumjulisha pia na rafiki, alafu na yeye akaamua kumjulisha rafiki mwingine, na hapo biashara inaenda. Kumbuka tumesema una nyenzo zote za kukusaidia kufanikiwa. Una nyenzo zote ikiwemo mafunzo. Kwa mfano, unaweza ukamwalika tu rafiki akaja akasikiliza mafunzo na akaridhika. Kumbuka msingi mkubwa wa biashara hii ni afya, na Renolife imejithibitisha kwamba ni bidhaa bora sana. Yeyote ambaye ametumia Renolife, yeyote ambaye ametumia ile paketi yao ya Renocell, lazima atakwambia kwa kweli hii ni bidhaa bora. Hata kama alikuwa si mgonjwa kabisa, ataona mabadiliko makubwa sana kwenye afya yake. Kuanzia muonekano wake, ataanza kuonekana kijana zaidi, ataanza kuonekana ana nguvu zaidi, atakuwa na stamina. Chochote anachofanya atafanya kwa kujiamini sana, na hakika atakushukuru. Lakini tumejionea jinsi wagonjwa mahututi kabisa ambao walikuwa hawawezi hata kusema hata kufungua kinywa, wamenyanyuka na kuendelea na shughuli zao baada ya kutumia Renocell kwa muda mfupi sana. Yote hayo tumejionea shuhuda hizo, na bado tutaendelea kuona mengi. Kwa hiyo kwa nini usitumie product hii kama njia yako ya kuwasaidia watu kuokoa maisha yao, lakini pia njia yako ya kutengeneza kipato? Sasa ufanye nini? Kama uko tayari kubadili maisha yako sasa unapaswa kuchukua udhibiti. Kwanza, udhibiti wa afya yako na uchumi wako. Vyote hivi vinawezekana kupitia kampuni hii ya kimataifa inayoitwa Renolife. Sasa ufanye nini? Kama uko tayari kweli, hatua inayofuata ni kuwasiliana moja kwa moja na yule ambaye amekupa linki. Kama bado hujaingia kwenye system, akutumie kwanza mwaliko, yani akupe ile linki uweze kujisajili. Hata kama huna hiyo dola 70 ya kuanza, jisajili, halafu anza kuangalia ni namna gani ambavyo unaweza kununua au kununua hiyo position yako kwa kuilipia angalau kile kifurushi cha kwanza. Lakini kama uwezo unao, nimeonyesha faida ya vile vifurushi vya juu, unaweza kuanza moja kwa moja na vifurushi vikubwa, hatimaye ukaendelea ku upgrade mpaka ukafika kifurushi cha mwisho. Lakini nawapongeza pia, kuna wengine ambao baada ya kujifunza wameanza kabisa na kile kifurushi cha mwisho kwa sababu wako kikazi zaidi. Ndugu zangu, karibuni sana. Hii ni Renolife, na hapa ni mwisho wa ile presentation ambayo nilikuwa nimepanga kukuelekeza. Kwa hiyo nitakachofanya
hapa nitaenda kuachilia microphone ili tusikie yeyote ambaye ana maoni au yeyote ambaye anataka kujazia jambo. Kuna viongozi pia hapa, najua kuna mambo mengi ambayo huenda labda sikuyaeleza kwa njia mwafaka au kuna jambo la kujazia, kwa hiyo watajazia hapa yeah. Yes, nafikiri sasa mtu yote anaweza kujiunmute na akazungumza. Mimi nimefikia mwisho na ningeomba nifunge ile recording ili hatimaye tuweze kuja kuipata baadaye kwa wale ambao watapenda kuja kuitazama tena baadaye. Kwa hiyo kama kuna maswali, kuna nyongeza, kuna jambo lolote, tafadhali unaweza kujiunmute na Kuna ukauliza. maoni. Karibuni sana. Yes, karibu Leo sana. kiongozi,